niwapongeze Wizara ya Mambo ya Ndani. Mwakilishi wake nani? Ni wewe. Yeah. Wamesaini mradi juzi wa dola milioni 116 kwa ajili ya Mbotaveko Mandatory Inspection. Mradi ambao utafanya magari yetu yote trafiki ile wiki ndio kwa usalama na kagua kwa jicho. Sasa unaingiza kwenye mtambo, unapewa sheet ya mapungufu ya gari yako. Lengo ni kupunguza ajali ambazo zinatokana na ubovu wa magari. Sasa sisi wa Bongo tunaongoza kununua magari ya mkononi. Magari used. Kuna magari mengi kifanya lakini sio ile zani. Lakini sisemi kwamba hayafai, nasema kwamba kuna ajali ambazo zinatokana na ubovu wa magari. Kwa hiyo jaji gari yako kwa kuangalia, akijaji gari yako kuangalia hivi, inawezekana hiyo trafiki una issue naye. Mmeshagombana huko nyumbani mtaani, anasema atapita. Akipita hapo anakulalua maelezo mengi, makosa uliku. Kumbe unaisha, lakini ile ni mashine inaingiza inatoa. Na bei yake ni nafuu kuliko bei hii. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni innovation ambayo Wizara ya Mambo ya Ndani wanayo. Na wanakwenda kuokoa fedha ambazo zingetumika. Yaani hazina ungepasha wapeni bilioni 300 plus kufanya hiyo project. Nao hazina hawa wapi leo? Mnaipata kwenye private. Na hii kampuni private italipa kodi kwa sababu ni business. Hiyo kodi isingepatikana. Unaona market advantages za kutumia PPP ili kufanya mambo. Kwa kuna watu wa TANROADS, of course, kuna hatua mbalimbali, kuna watu wa Wizara ya Nishati tunaendelea nayo hapo, tuna kasi kubwa ya kufanya hizo generation na transmission kwa katibu wa PPP. Kuna Wizara ya Viwanda pia wana miradi yao kadha wa kadha ambao watakufanya kwa PPP. Inakiri kwamba ninaona kuna mwamko mkubwa wa utayari wa serikali kwenye mamlaka zake kufanya hivyo. Lakini bado kuna mahitaji makubwa, kwa maana kuna wengi bado hawajaamka. Kasi ya kuamka ni kubwa, lakini bado kuna portion kubwa haijaamka. Kwa tuamke, tutumie hii kama opportunity ya kufanya mambo badala ya kutegemea bila kutegemea kodi ya serikali. Kuna baadhi ya wizara nature yake ya miradi yake inaweza ikawa inasumbua jinsi ya kuelewa. Kikubwa ni consultation. Kwamba wewe kama desk officer hapa kwenye PPP center ndio ofisi yako nyingine. Yaani ukiwa desk officer wa Wizara ya Ulinzi, maana yake ofisi yako nyingine ni PPP center. Usichoke kubisha hodi. Kuuliza hiki, kuuliza kile. Hii nchi ina asset nyingi sana ambazo ziko dormant. Nyingi sana. Hata Wizara ya Ulinzi wana asset nyingi ambazo ziko either underutilized au ziko completely dormant, hazigenerate. Lakini tukiweza kuzitumia hizo assets ziweze kuzalisha, tujenga uchumi mkubwa.